mmepata goli moja ambapo si matarajio na mategemeo yako ambapo tulizungumza. Pengine tuanzie hapo kwanza. Mchezo umeuona? Mchezo ulikuwa ni mzuri, ila Simba tumecheza vibaya. Nasema kucheza vibaya kwa sababu sio kwamba kwa sababu umeshinda ndio moja kwa moja umecheza vizuri. Tumecheza vibaya kwa sababu tumepata nafasi nyingi lakini tumeshindwa kuzitumia. Mechi hii ilikuwa inafaa kuisha magoli matatu kama pengine washambuliaji wetu wangeongeza umakini kidogo sana na mechi tulikuwa tunaimaliza hapa. Angalia aina ya mpinzani wetu anacheza mpira mchanganyiko. Kipindi cha kwanza unaona kabisa kama alikuja kusoma mchezo. Kipindi cha pili akaja na soka la sharpness zaidi kwa sababu wao wenzetu na wao ni timu ambayo imewekezwa vijana kwa sababu Stellenbosch ni timu ambayo ni ngeni kwenye ligi hasa la South Africa. Kwa moja kipindi cha pili wamekuja na wao wameonyesha namna gani makali yao. Kwa hiyo wameonyesha kwamba ni timu ambayo inaweza kupata magoli kwenye kiwanja cha aina yoyote. Hapa tu pengine bila safu yetu imara ya ulinzi wangeweza pengine kuvuna hata goli moja hapa. Kwa moja tunaweza tukasema wachezaji wa Simba wamecheza vibaya japokuwa tumeweka mguu mmoja nje ndani na mguu mwingine nje kwa sababu pia wao wanaenda kutumia uwanja wao ambao unakuwa home advantage na wao wanaenda kunufaika na kuwepo kwa mashabiki wao. Lakini moja kwa moja mimi naweza kusema kwenye mechi ya leo Simba tumecheza vibaya kwa sababu mechi hii ilikuwa inastahili kabisa. Umeona nafasi ya mwisho ambayo hiyo nafasi mimi nilikuwa naenda kuogelea hapa mpaka Dar. Naenda pale bandarini na napiga tu naogelea. Nilikuwa sina haja ya kupanda boti. Ameenda kutunyongonyesha. Sidhani kama kuna shabiki wa Simba leo hapa ametoka na sura ile ya tabasamu. Mashabiki wote wa Simba wanasema kwamba uwezi ukakuta furaha wakati wa kuzika. Wakati wa kuzika kila mtu anakuwa na sura ya mahuzuniko. Ndio kitu ambacho kimeenda kutokea hapa. Uwezi kupata shangwe wakati wa mazishi. Kwa moja kwa moja wachezaji wameenda kutuonea kwenye mechi leo. Mechi tulikuwa tunamaliza nyumbani, tunaenda kule South Africa, Durban kwa sababu uwanja wao jamaa walikuwa wanatumia Cape Town City, lakini wamehama kutokana pale Cape Town City. Tarehe 26 kutakuwa kuna tamasha kubwa la rugby duniani. Kwa hiyo linafanyika kwenye ule uwanja wa Cape Town City. Kwa hiyo wanahama wanakuja Moses Madiba ambao ni jimbo la KwaZulu Natal, Durban ndio wanakuja japokuwa na wao wanakuwa kama wako ugenini vile kwa sababu ni mbali sana. Kuna kilomita nyingi sana ni kama kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma. South Africa naijua vizuri sana. Kwa hiyo kama tungetumia lile dimba la New City lile pale ambalo walikuwa wanatumia wao ndio kombe la dunia nusu finali 2010 ilifanyika pale ambao nadhani ni Ghana na Uruguay ilifanyikia pale, lakini wamekuja huko kwenye jimbo la KwaZulu Natal na wao watakuwa wageni pia, lakini mpira utakuwa ni mgumu sana. Simba inatakiwa waendelee kupambana, waachane na matokeo ya Zanzibar wakatafute matokeo mengine Durban, japokuwa mechi itakuwa ni ngumu sana kwa sababu hawa timu kama nilivyosema mwanzo kwamba ni timu ambayo ndogo haina historia ila inaandika historia kupitia wapinzani ambao yuko nao kama alivyomtoa bingwa Zamalek ameenda kuandika historia. Kwa hiyo pia anaweza akafanya hivyo hata kwa Simba. Kwa hiyo lazima tujichange hata zetu vizuri, wachezaji wakarudi kwenye fomu. Yale makosa ambao wameyafanya hapa kule asiende akajirudie, inshallah tunaweza tukavuka. Sasa William, namna ambavyo limepatikana goli, unaiona Simba inakwenda kupata goli ndani ya kule Durban? Unajua mpira ni mchezo wa makosa. Moja kwa moja umeona wao wenyewe mpaka kuvuka kuja hatua ya nusu finali. Wamevuka kwa goli hili moja tu ambalo wameenda kulipata ugenini Misri kwa Zamalek ambao ni kiwanja kigumu sana. Kwa hiyo pia hata kule si inawezekana kwenda kupata kwa sababu mistake ndio zinasababisha mtu aende akawini goli. Kwa hiyo goli lilipatikana hapa, VAR ikataka kutunyima tena furaha nyingine. Naona goli letu limejadiliwa karibia dakika 5. Nikaanza kuwaza yale ya viti vya Amani, tunaweza tukavingoa. Tukagundua viti vya Amani viko strong, vimegongelewa viti, lakini baadaye tunashukuru wakaangalia makosa wakagundua hamna, wakaenda wakatupa goli. Lakini kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji inatakiwa liwe makini na liongeze. Simba inatengeneza nafasi zinazopatikana hawendi kuzifanya ziwe goli. Wakina Lionel Ateba amepata nafasi ambayo ilikuwa goli, ameenda kupata nafasi ambayo ilikuwa goli, lakini wameshindwa wamezichezea zile nafasi moja kwa moja. Kwa hiyo nafasi kama hizo unaweza kwenda kule